Last time tulikuwa tunazungumzia zile misingi ya mafanikio, si ndio? Ndio somo ambalo tulijifunza last time. Na mimi niendelee kuwaeleza kwamba haya ambayo ninayowafundisha, wenye kazi ya kuyafanyia kazi ni nyinyi, sio mimi. Kazi yangu mimi ni kuwafundisha nyinyi, na kazi yenu nyinyi ni kwenda kuyafanyia kazi. Ukiandika alafu usiende kuyafanyia kazi, maana yake utakuwa una maarifa lakini yale maarifa hayawezi kukusaidia. Sasa leo tutakuwa na muda mchache sana, na tulikubaliana tutakuwa tunaanza kuzungumza kuhusu pesa. Na katika kuzungumza kuhusu fedha, tulikubaliana tutaanza kuangalia misingi ya mafanikio ya kifedha. Sasa kwa mara ya mwisho tulijaribu kuangalia juu ya misingi ya mafanikio katika eneo la fedha. Lakini leo tutaangalia vikwazo. Ndio somo la leo. Somo la leo ni vikwazo vya mafanikio yako. Vikwazo vya mafanikio yako. Ndio somo la leo. Leo tutaangalia vikwazo vya mafanikio, viko vingi sana, lakini nitawaelekeza vikwazo vichache ambavyo vinaweza vikawa ni common, ambavyo vinaweza vikakufanya usifanikiwe. Hivi ni baadhi ya vikwazo ambavyo vinaweza vikakufanya usifanikiwe. Sasa ukivifahamu hivi vikwazo, wewe kazi yako ni kwenda kuvifanyia kazi. Ukishavifanyia kazi, automatic utajikuta unaanza kupata mpenyo kwenye eneo lako la fedha, kwenye eneo lako la maisha ya kawaida, lakini pia kwenye maisha yako ya kila siku. Sasa katika vikwazo vya mafanikio, kikwazo cha kwanza cha mafanikio kwa mwanadamu yoyote ni hofu. 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 Hofu ndiyo kikwazo cha kwanza cha mafanikio ya mwanadamu. Inawezekana hata wewe hapo ulipo maisha yako yako hivyo yalivyo kwa sababu ya kiwango kikubwa cha hofu kilichoko ndani yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo the more unavyokuwa na hofu kwenye maisha yako, ndio the more unavyotengeneza kikwazo cha wewe kufanikiwa. Watu wengi hawafanikiwi kwenye maisha kwa sababu watu wengi wana hofu ndani zao. Sasa somo la hofu ni refu kidogo, lakini tukilipitia kwa uchache, watu wengi wana hofu nyingi sana. Wengine wana hofu za kukataliwa, kwamba nikianzisha hichi kitu watu watanionaje, watanikubali, watanichukuliaje. Lakini watu wengine wana hofu za kupoteza, kwamba nikipata hasara itakuwaje, nikipoteza itakuwaje. Na watu wengi sana ni maskini kwa sababu ya hofu za kupoteza. Kila kitu ana hofu, nitapoteza, 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 nitapoteza. Kwa hiyo hofu ya kupoteza imefanya watu wengi washindwe kuthubutu kufanya majambo. Hofu za kupoteza zimefanya watu washindwe kufanikiwa mahali ambako wangefanikiwa. Hata wewe unatamani kukaa sehemu nzuri, lakini unawaza, una hofu kodi utaipata kweli? Hebu jilipue siku moja ukapange Masaki.
Oya. Dalali ya kutafutie Masaki kule apartment. Sema hii miezi nenda kwa apartment. Unasikiaje hapo ndani? Una vipi? Hofu tu ndio imekushika. Siku ukienda utaona hela zinafunguka. Kwa hiyo hofu ndo kikwazo cha kwanza kabisa kwenye mafanikio ya mtu yoyote. Ukiweza kuishinda hofu, umeweza kushinda kila kitu kwenye maisha yako. Yaani ukishinda hofu, umeshinda kila kitu. Na ukiruhusu hofu iwe sehemu ya maisha yako, basi wewe ni mtu ambaye siku zote za maisha yako utaona hiki kitu siwezi, hiki kitu siwezafanya, hiki kitu mimi uwezo sina. Sio kwamba uwezo hauna, unaogopa, yani ni kwa sababu unaogopa. Siku ukivuka mstari wa kuogopa, ndio siku ambayo yale ulikuwa uwezi kufanya unaweza kuyafanya. Niliwahi kuwapa kisa cha Daudi na Goliati hapa. Kuuliwa kwa Goliati haikuwa accidentally. Ilikuwa ni kiwango kikubwa cha mtu asiyekuwa na hofu ndani yake. Ukiangalia kwenye Qur'ani na Biblia, ukiangalia kwenye Qur'ani 3:139 Mungu anasema, wala msiwe na hofu na wala msihuzunike, na nyinyi mpo juu ikiwa mna imani ya kweli. Na ukisoma kwenye Biblia Timotheo 1:7 inasema, kwa maana Mungu hakukupa roho ya woga, bali ya nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Kwa maana ya nini? Mwanadamu hakuzaliwa na uoga, hakuzaliwa na hofu. Mungu hajamuumba mwanadamu muoga. Lakini uoga tumekuja kutengenezewa tulipoanza kukua. Ulipoanza kukua tu kuanzia ile miaka miwili, ile miaka miwili ya utoto ndiyo miaka ambayo ulianza kujengewa hofu. Ulianza kujengewa hofu, kila utakachokifanya unaambiwa acha. Unaogopa, unaacha. Ukaendelea kukua, ukaendelea kujengewa hofu. Kwamba nenda shule, shauri yako. Elimu ndio ufunguo wa nini? Wa maisha. Ukajengewa tena hofu kwamba kumbe mtu asiyekuwa na elimu ni mtu ambaye kapoteza funguo wa maisha. Mwingine alivyokosa elimu akaona hana kitu kingine cha kufanya kwa sababu alijengewa hofu kwamba elimu ndio ufunguo wa nini? Wa maisha. Wakamwambia ukifeli shule umefeli nini? Hello? Ukifeli shule umefeli? Kwa ukakuwa unimstakabali mzima wa maisha yako ni wanakutisha. Ukienda kanisani ni matisho, ukienda msikitini ni matisho. Yani ukienda msikitini utakuta wanaambia, wewe unatafuta hela? Siku zenyewe za kuisha za kufa hizi ndogo, umri mdogo. Na ukifika kaburini utabanwa wewe, mbavu zako za huku na za huku zitakutana. Yani kila utakapoenda ni moto utachomwa yani maisha yetu yote ni kutishana tu. Na ndio maana utakuta hata watu wengi wanasali sio kwamba wanampenda Mungu. Uongo. Watu wengi hawaendi kanisani na msikitini kwamba wanampenda Mungu. Wanaenda kule kwa sababu ya hofu ya moto, ambao wachungaji na mashehe wamejitahidi tangu unazaliwa unasikia habari ya moto mpaka unakuwa. Kwa ukisikia ile habari ya moto, siku ukiungua na kiberiti unapiga hesabu, yani kama kiberiti ndio hivi, huo moto wa Mungu itakuwaje? Kwa mwenyewe unajiongoza, unaenda kanisani au unaenda msikitini. It doesn't mean to love God, ila ni kwa sababu ndani yako umejazwa matisho mengi sana. Maisha yetu yameshindwa kukua kwa sababu ndani mwetu kuna matisho makubwa mno. Kuna hofu sana, na ndio maana Waswahili wakasema uoga wako ndio. Kwa hiyo uoga ni sawa sawa na umaskini.
means ukitaka kufanikiwa kutoka katika umaskini, maana yake lazima uwe free person, lazima uwe mtu huru. Hello? Kwa kikwazo cha kwanza cha mafanikio ya mtu yoyote ni hofu yake yeye mwenyewe. The more hofu iko juu, ndio the more na wewe utaendelea kubaki mtu wa chini na hautafanikiwa kwenye eneo lolote. Kikwazo cha pili cha mafanikio ni mtizamo hasi. Sema mtizamo hasi. Mtazamo hasi. Wazungu wanasema negative attitude. Mtazamo hasi. Tulisoma kuhusu mtazamo, mnakumbuka? Tulisoma kuhusu mtazamo, mnakumbuka? Mtazamo hasi ni sehemu ya kikwazo cha mafanikio kwa mtu yoyote. Ajiwaziavyo mtu nafsini mwake ndivyo, na Mungu anasema kwenye surati Radi aya ya 11, sibadilishi chochote mpaka mwanadamu abadilishe kilichoko nafsini mwake. Sasa maisha yenu yamefungwa na namna ambavyo mnavyojiwazia. Watu wengi kwenye maisha yao wako kwenye upande wa kushindwa. Duniani kuna pande mbili, kuna pande ya kushinda na pande ya kushindwa. Sasa watu wengi wanawaza sana kushindwa kuliko kushinda. Watu wengi wanawaza sana umaskini kuliko utajiri. Watu wengi wanawaza sana kukosa kuliko kupata. Na ndio maana leo hapa ikiwezekana kikija kitu cha bei fulani, wewe utasema hicho kitu mimi sina uwezo nacho. Lakini si kwa sababu hauna uwezo nacho, ila ni kwa sababu unawaza katika mstari wa kushindwa. Sasa ukiwa mwanadamu ambaye unawaza katika mstari wa kushindwa, kila kitu unawaza hasi, kila kitu unawaza hasi, basi wewe ni mwanadamu ambaye hautafanikiwa kwenye eneo lolote. Angalieni Tanzania tunavyoshindwa kufanikiwa. Kila rais anayeingia madarakani, vijana wanakelele naye, hajafanya kitu, hajatusaidia kitu, hajafanya kitu chochote. Kwa nini? Kwa sababu tatizo liko katika kufikiri kwetu. Kama kufikiri kwako ni kubovu, hautafanikiwa kwenye eneo lolote. Kwa hiyo sehemu ya pili ambayo ni kikwazo cha mafanikio yako ya kifedha ni namna unavyofikiri kuhusu pesa, ni namna unavyofikiri kuhusu mafanikio. Kama utaendelea kufikiri unavyofikiri leo, ndugu zangu, mtaendelea kuwa na maisha mlio nayo leo. Na mkitaka kutoka kwenye huo mstari mliopo, lazima muanze kuwaza vizuri. Lazima muwaze kushinda tu, lazima muwaze ushindi tu, lazima uwaze kufanya vitu vikubwa tu, lazima uwaze kwenda mbele tu na si kurudi nyuma. Kwa hiyo mawazo ni kitu kikubwa sana, kwa sababu mawazo yako ndiyo yanatengeneza maisha yako. Mwambie jirani yako, mawazo yako ndio maisha yako. Sijasikia bado. Kwa hiyo ukitaka kubadilisha maisha yako, ukitaka utoke kwenye vikwazo vya mafanikio, anza kutuni hapa kwenye mawazo, kwa jinsi unavyowaza. Kila unachokiona kwenye maisha yako, jiwazie unaweza kukifanya. The more unavyoweza kuweza, ndivyo the more unavyotengeneza chance ya kuweza kwenye eneo lolote. Kwa hiyo hilo ni eneo la pili ambalo ni kikwazo cha mafanikio kwa watu wengi sana, na wewe unaweza ukawa mmoja wao. Kikwazo cha tatu ni kukosa utayari. Kukosa utayari. Lack of commitment. Hapa nataka tuzungumze kidogo mnielewe. Siku moja, nataka nikupe kisa kimoja. Siku moja alikuwepo kijana mmoja.
Yule kijana akaenda kwa mzee mmoja, akamwambia, mzee, mimi nataka kuwa tajiri. Akamwambia, unataka kuwa tajiri? Kweli? Kweli? Kweli nataka kuwa tajiri. Akamwambia, basi nenda, alafu kesho uje. Yule kijana akaenda, kesho akarudi kwa yule mzee. Aliporudi kwa yule mzee akamchukua yule kijana, akampeleka baharini. Akamwambia, mzee, lakini mimi nilikwambia nataka utajiri. Akamwambia, hakuna shida, wewe twende. Akaenda, maji ya hapa, kaenda maji ya hapa, kaenda maji yakafika hapa, kaenda maji yakafika hapa, kaenda maji yakafika hapa. Alipofika hapa akasimama. Waliposimama, yule mzee akamchukua yule kijana akamzamisha kwenye maji. Nataka upate picha, ndio wewe sasa umezamishwa kwenye maji. Unafanyaje hapo? Unajitetea, si ndio? Kwa hiyo dogo akajitetea mpaka akachomoka. Alipochomoka mbio akarudi kule nchi kavu. Sasa muuaji, sasa muuaji, njoo kijana wangu. Akasema, unaona ulivyo struggle kutoka pale kwenye yale maji, ndivyo mafanikio yalivyo. Ili uweze kupata mafanikio, ili uweze kupata utajiri, ni lazima uwe tayari kujichomoa kama ulivyoweza kujichomoa pale kwenye nini? Kwenye maji. Sasa nataka kusema nini hapa? Hauwezi kufanikiwa kwenye eneo lolote, liwe eneo la kifedha, liwe eneo la afya, liwe eneo la kiroho, liwe eneo la aina yoyote. Hauwezi kujichomoa kama we mwenyewe haujafika mahali ukachoshwa na hali ulio nayo, ukasema afe beki afe kipa, mimi nataka kufanikiwa. Yaani ukawa tayari kutoka kwenye moyo wako kwamba niko tayari kwa lolote ambalo halitamuuzi Mungu, halitaiuzi serikali, wala halitaondoa uhai wangu, lakini nataka kufanikiwa. Watu wengi wanataka kufanikiwa, lakini wanataka kufanikiwa kwenye njia rahisi. Mtu anataka kufanikiwa, lakini ukimwambia soma kitabu, atakwambia kitabu ni bei ghali. Amka asubuhi usome kitabu, atakwambia mimi asubuhi ndio saa za kulala. Nenda kafanyie kazi hiki, akakwambia hicho kigumu sana. Kila kitu kina kikwazo, kila kitu anaweka kikwazo, anaweka excuse kwenye kila eneo. Nataka niwaambieni, ili uweze kufanikiwa kwenye eneo lolote, you must be very committed. Uamue kabisa kutoka kwenye moyo wako kwamba nimeamua kufanikiwa na sitarudi nyuma kwenye eneo lolote la mafanikio. Yani regardless nitakutana na changamoto kiasi gani, siko tayari kukubali changamoto inirudishe nyuma, bali niko tayari kupambana kufikia yale mafanikio ninataka kuyafikia. Kuna mtu ananielewa? So lazima uwe committed, uamue mwenyewe kabisa kwamba yani nimedhamiria kufanikiwa, chochote nitakachoelekezwa, regardless kitanitoa jasho la damu, niko tayari kukisikiliza, niko tayari kukifata ili niweze kufanikiwa. Nakumbuka siku moja kuna mtu alishare story moja ya mtu mmoja aliwahi kuwa tajiri, alienda kwa mganga. Alivyoenda kwa mganga, yule mganga akampa unga mweusi. Akamwambia unga mweusi kauweke chini ya mto, ule mto unaolalia kauweke pale. Lakini ndani ya miaka 3 hautaruhusiwa kununua nguo mpya, hautaruhusiwa kununua viatu vipya, hautaruhusiwa kula vizuri, kula vitu vya kawaida kabisa. Yule jamaa akafuata masharti. Baada ya miaka 3 akatengeneza pesa nyingi, akarudi kwa mganga. Akamwambia mganga, nakushukuru, dawa yako imefanya kazi. Akamwambia nakushukuru na wewe, lakini nataka nikueleze, mimi sikukupa dawa, nilikupa mkaa. Hello? Sikukupa dawa, nilikupa nini? Mkaa. Nilikupa unga wa mkaa. Lakini
nilikufanya wewe ukafanye vitu ambavyo kwa kawaida hukuwa unavifanya, na kwa sababu ulikuwa tayari kwenda na kuvifanya, ndio unaona mafanikio uliyoyapata leo. Kwa hiyo hata nyinyi ndugu zanguni, mmesimama mahali kwa sababu hamjafika mahali mkaamua. Ukifika mahali ukaamua kwamba mwaka huu lazima niongeze bajaji nyingine,